Mbali na kampuni ya dola, napenda pia kuchukua fursa hii kupeleka ujumbe kwa mashirika yote yaliyoko Mombasa. Tunawaomba ya kwamba yale majukumu yao ya kijamii CSR wayalete kwenye michezo ili tuweze kuhakikisha ya kwamba mitaa yetu inainuka vizuri na tunajiepusha na masuala ya vigengi, masuala ya mihadarati. Uzinduzi rasmi wa mashindano ya Dola Cup mwaka 2026 umefanyika katika Mombasa Sports Club, huku waandaaji wakitangaza kuwa timu 24 kutoka kaunti 5 za Pwani ndizo zitakazoshiriki katika mashindano ya mwaka huu. Tumejaribu kubadilisha mfumo kulingana na mwaka jana. Mwaka jana nafikiri tulikuwa na timu 20 na tumejaribu kuongeza timu 4 na inshallah mwakani kila tukienda tutajaribu kuongeza. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkurugenzi wa michezo wa Dola Group Hassan Ibrahim Almadi alisema kuwa zaidi ya timu 200 zilijisajili kushiriki mashindano hayo, lakini timu 24 pekee zilizofanikiwa kuchaguliwa baada ya mchakato wa usajili na uchaguzi. Tulivyoweka program ya kujisajili tuliweza kupata zaidi ya timu 200. Kwa hivyo yamaanisha kuwa ndani ya Coast Region kuna timu nyingi sana. So haikuwa na wakati rahisi sana kwetu sisi kujaribu kuchagua timu 24. So tuwaomba radhi kwa wale waliokosa nafasi, na sio mwisho wa Sisi ni Dola Cup. Sisi ni Dola Cup ndo tumeanza. Nafikiri hii ni second edition. Almadi alieleza kuwa mashindano ya mwaka huu yatashirikisha timu kutoka kaunti 5 za ukanda wa Pwani, akibainisha kuwa kaunti ya Taita Taveta haikuwakilishwa kutokana na kukosekana kwa afisa rasmi wa kuratibu shughuli za mashindano katika kaunti hiyo. Hata hivyo, alihakikisha kuwa maandalizi yanaendelea ili kaunti hiyo iwe sehemu ya mashindano katika toleo lijalo. Kaunti ni 5. Wenzetu wa Taita Taveta wasione kuwa tumewabagua. Ni katika hali ya selection, maybe jambo moja ama mbili hatukuweza kuwa na ukaribu maybe na one of the official there, but tutaweka inshallah kuwa pamoja na Taita Taveta, na mwakani inshallah tunaweka ahadi na wao pia watakuwa ni katika washiriki wetu wa Sisi ni Dola Cup 3rd edition. Kwa upande wake, afisa mkuu wa idara ya michezo katika kaunti ya Pwani, Juma Goshi, alipongeza Dola Group kwa juhudi zake za kuwekeza katika maendeleo ya jamii kupitia michezo. Kwa majina, mimi naitwa Goshi Juma Ali. Mimi ni afisa mkuu wa idara ya michezo katika kaunti ya Mombasa, na nimekuja hapa kumwakilisha gavana wetu Abdulswamad Sharif Nassir ambaye alikuwa amealikwa katika uzinduzi huu, lakini akanituma mimi afisa wake mkuu nije nimwakilishe. Napenda kuchukua fursa hii kupongeza Dola Group of Company kwa jitihada za ukubwa wanazofanya ili kuhakikisha mpira unainuka, vijana wanashughulishwa, na fauka ya hayo zawadi kocho zinaenda kwa wanamichezo. Alisema mashindano hayo yanatoa nafasi kwa vijana kuonyesha vipaji vyao na kuwahimiza wadau wa mashirika mengine kuiga mfano wa Dola Group na kuunga mkono maendeleo ya michezo nchini. Mbali na kampuni ya dola, napenda pia kuchukua fursa hii kupeleka ujumbe kwa mashirika yote yaliyoko Mombasa. Tunawaomba ya kwamba yale majukumu yao ya kijamii CSR wayalete kwenye michezo ili tuweze kuhakikisha ya kwamba mitaa yetu inainuka vizuri na tunajiepusha na masuala ya vigengi, masuala ya mihadarati. Na nikiripotia Swahili Pot FM kutoka eneo bunge la Mvita, kaunti ya Mombasa, jina langu ni Samuel Mutethia. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahili Pot FM 91.7. Marhaba.